mbegu zingine zikaanguka njiani, zingine zikaanguka katika mawe, zingine zikaanguka katika miba, na zingine zikaanguka katika mchanga mzuri. Haya ni mafundisho katika Injili ya leo, na kila mmoja wetu tunaalikwa kutafakari juu ya maisha yetu, hasa katika mioyo yetu. Unaposikia neno la Mungu, unalipokea vipi? Una muda wa kusikiliza neno la Mungu na kutafakari neno la Mungu? Au unasubiri Jumapili peke yake ndipo uweze kusikiza neno la Mungu? Neno la Mungu ni kama vile chakula cha roho. Tunajua kwamba katika miili yetu tunahitaji chakula kila siku ili tuweze kuwa na nguvu ya kufanya kazi na yale mengine. Vivyo hivyo, neno la Mungu tunalihitaji kuwa na nguvu ya kiroho. Ni mara ngapi unatafuta muda wa kusikiza neno la Mungu, kulisoma na kulitafakari? Waweza kuwa una kazi nyingi, lakini kama huna nafasi ya kusoma neno la Mungu, basi moyo wako unadhoofika. Na ndiposa wakati mwingine majaribu yakija, unakuwa hauna nguvu ya kuyashinda kwa sababu haulishi moyo wako na neno la Mungu. Tunakumbushwa siku ya leo kwamba neno la Mungu kama chakula, kama mbegu, linafaa kupaliliwa. Kama zile mbegu zilizoanguka katika mchanga mwema, aliyezipanda analizipalilia, na akipalilia anasubiri kuvuna. Vivyo hivyo katika maisha yetu ya kiroho, tunafaa kupalilia kile ambacho tumepanda. Neno la Mungu liweza kunawiri, linavyoendelea kukuzaa mazao mazuri, ili wale wengine pia wanaoishi pamoja nasi waweze kuyafurahia yale mazao. Tunaona pia tunaombea wale ambao wanajitahidi lakini wanakuwa wamekumbwa na shughuli nyingi za kidunia, hawapati nafasi ya kutafakari neno la Mungu. Tunaombea pia wale ambao wakipata vishawishi kama ile mbegu zilizoanguka katika mchanga, katika mawe, vishawishi kidogo wanarudi nyuma. Tunawaombea Mwenyezi Mungu aweze kuwapa nguvu ya kuweza kushinda majaribu. Naombea pia familia zetu, kwa sababu katika familia zetu ndipo tunapata hizi mbegu zote zikipandwa. Familia yako ni kama mfano wa mchanga, lakini lazima tujiulize, familia zetu ni kama zile mbegu za barabarani, ni kama zile zilizoanguka katika mawe, ni zile zilizoanguka katika miba, ama ni zile zilizoanguka katika mchanga mzuri? Familia ndiyo shamba letu, familia zetu. Tunaomba tubalilie familia zetu, hasa watoto wetu, kwa kuwapa maarifa mema. Tukiangalia katika mitandao, watoto wetu mara nyingi wanafanya mambo ambayo yanashtua. Kwa nini? Kwa sababu bado hatujapalilia zile mbegu ambazo zilianguka katika mchanga, ambao neno la Mungu. Tunaombea watoto hasa wanafunzi, kwa sababu wanafunzi wako katika ile hali ya kukua kiimani na kimasomo na kihekima, lakini tukikosa kuwafundisha, tukikosa kuwachunga, tukikosa kuwa na nafasi na wao, basi yule mwovu anakuja na kunyakua yale maarifa na zile mbegu ambazo zimepandwa na Kristo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba uweze kusikia maombi yetu siku ya leo. Kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amina.